tunapozungumzia ilmu al-akhlaq tunakusudia kitu gani? Al-allama anatuambia ilmu al-akhlaq huwa ilmu, ni elimu ambayo yuqrabu bihi, kufahamika kwayo hiyo ilmu. Elimu ya akhlaq utajua huyu mtu ana tabia zilizo njema. Yuqrabu bihi, kufahamikwa kwa elimu hiyo nini? Salahul qalbi, matengenezo ya moyo. Tutatafsiri wewe ni sahibul akhlaqi kwa sababu ya moyo wako umetengenezeka. Na bila shaka al-allama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mwenyezi Mungu kumfanyia takamal ya kula khuluqin adhim, tabia zote njema alikuwa nazo bwana Mtume Muhammad. Sasa ilikuwa ni ajabu Mtume kuwa awe ni sahibul akhlaqi, alafu asiwafundishe masahaba akhlaqi. Ni jambo lisilowezekana. Tafsiri yake ni kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuwa mwalimu wa tabia zilizo njema, lakini yeye ni tadarras ya kutoka kwa mwalimu wake mkubwa Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam. Bosi wake ni Jibril, ndio mwalimu wa kumfundisha bwana Mtume akhlaqi. Ili ufahamu al-akhlaq ni elimu yuwafu bihi salahul qalb, elimu inayotambulika kwa kujua moyo wa mtu kwa safi. Ndio tafsiri ya mtu ana tabia njema. Sahibul adabi lazima tutazame moyo wake una tabia nzuri. Nafahamu hapo kule kwenye masla ya tasawuf wakasema ni ilmu al-insan. Elimu ya insan ndio ilmu al-akhlaq, ta'abbudi lillah ka'annahu tarahu. Huwezi kuipata daraja ya insani mpaka uwe ni mtu mwenye elimu ya akhlaqi, mwenye elimu ya adabu. Ta'adduban takhashu'an lillah, huwezi kuwa ni mtu mutawara kama huna tabia njema. Huwezi kuwa ni mtu mwenye adabu kama huna tabia njema. Sasa khushu'i inatengenezwa na adabu pamoja na tabia njema.